Amani ya Mungu idumu kwetu. Tuitabele ochi longe batano. Ndiyo waelekezi mbalimbali leo tupate somo kamili linalohusu lubumba mweko na maana yake kabisa pana, itakayomsaidia mtu kujua nini maana ya tiba hiyo. Katika maisha ya kidunia, katika maisha ya hii dunia, kuna tiba inafanywa na watu wa aina yoyote, na kuna tiba inafanywa na watu wa aina fulani tu. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kupata elimu kamili kuhusu jambo hili, kwa sababu watu tumekuwa na desturi ya kuvifanya vitu viko namna moja, hata kama tunapewa maelezo tofauti. Kwa hiyo hizo zinabaki kuwa ni kasumba sasa, na inakuwa sio uhalisia ulivyo. Humu duniani ziko tiba zinafanyika, ni tiba za imani. Humu duniani ziko tiba zinafanyika, ni tiba za imani. Tiba ya imani ni usaidizi unaotokana na hiyo imani, namna gani wewe umeiamini. Tusikilize vizuri sana hapa. Tiba za imani huwaga sio tiba za kawaida hivi, kwa sababu ni tiba zinakuhitaji kwanza jambo uliloliamini uwe una asilimia kubwa ya kuliamini. Jambo uliloliamini lolote lile linakuwaga na msaada wake kwa machache yake. Na wale ambao hawana imani maalumu, wanataka tu wasaidiwe kila upande, wameenda huku wamekwenda kule. Hawa watu
kwenye upande wa tiba ya imani, asilimia kubwa huwa wanabaki na matatizo yao wenyewe. Kwa sababu imani huwa ina mambo yaliyoishi kisha yakabaki yanasimamia hiyo imani kiroho. Sasa mambo hayo ndo hubaki kuwa usaidizi kwa walioamini kwa dhati. Sasa usipoamini kwa dhati, maana yake hautosaidika kwa dhati. Ukiamini kwa dhati, maana yake utasaidika kwa dhati. Kwa hiyo ndio maana mnaona imani zinatoa maelezo yake, zinabishana, ili nyinyi mnaofundishwa imani muwe mna uwezekano wa kujua imani hii imesimamia hapa, na inachokiabudu ni hichi hapa, na imani hii imesimamia hapa, na inachokiabudu ni hiki hapa. Ndo sababu ya imani nyingi kutoa maelezo yake duniani. Kwa hiyo mkiona mnapewa maelezo ya imani, muwe mnajua kwamba mnapewa msingi wa kushikamana kiroho. Kwa hiyo ukiwa umeshikamana na mabaya, ni wewe umeshikamana na mabaya, kwa sababu uchanganuzi unakuwa umewekwa kwenye hoja. Uchanganuzi wa hiyo imani uwaga umewekwa kwenye hoja, na hoja zake ziko wazi kwa alojaliwa akili. Sasa hapa natoa elimu pana kuhusu huduma ya Lubumba Mweko. Lubumba Mweko, wako watu inawasaidia na hautowaona kwenye mahudhurio yoyote ya magonjwa ya aina mbalimbali mpaka wanavyokuwa watu wazima, pengine kuzeeka na hata kufa. Mimi Mwamilo Koko nimekuwa kwenye misingi ya Lubumba Mweko na kuizingatia. Kwa hiyo mimi sio muhudhuriaji zaidi. Mimi hapa si muhudhuriaji wa tiba mibadala, kwa sababu ninakuwa ninajua kwanza kuna mshikamano wa kiroho tulioachiwa kwenye jadi yetu, namna gani tujihudumie na huku tukisaidiwa na yaliyowahi kuhudumia, ndo tukapata idhini ya Lubumba Mweko. Kwa hiyo Lubumba Mweko, mtu ukishakuwa mcha Mungu katika taratibu yetu ya jadi, alafu ukaidharau ukaona tu kama ni tiba kawaida kwa sababu umepewa kakitu fulani, ndugu yangu, umejipotosha pakubwa sana. Kwa sababu Lubumba Mweko ina uwezekano wa kutoa matatizo ya aina mbalimbali kwa mtu,
na inaweza ikafanya mambo ya aina mbalimbali kwa mtu. Sharti lake tu uweze kuwa na imani na Mwenyezi Mungu, uwe na imani ya asilimia zote na mimi ninayekuelekeza, na moja kwa moja hapo roho zilizojua hayo zinakuwa zina imani na wewe kwa asilimia zote, kwa sababu zenyewe zitakuona kokote utakakokuwa. Mimi nilio kimwili, unaweza ukaja hapa ukaniongopea kwamba wewe umeamini, umetii, lakini kumbe ukitoka mitaa 6-7 huko, maana yake unaendelea na mengine ambayo sio ya utii. Sasa kazi ya roho ndo zinabaki zinakuona kule unakokwenda. Unaona, unapewa huduma kama ya Lubumba Mweko ya kiimani, unasikia fulani imemsaidia sana, lakini wewe haikusaidii chochote. Sababu kubwa ni nini? Hujataka kujuaga imani ni jambo gani. Sasa kwanza na kufafanulia utokee kujua imani ni kitu gani na kwenye kuishi kina maana gani. Kwa hiyo ziko imani zinapapasa kutafuta uchamungu, hizo zinapapasa, na iko imani na maelezo kamili ya Mwenyezi Mungu na namna gani alifanya mambo yake yote, ambao ndo jadi hii. Kwa hiyo kabla ya kufanya mambo, tuliza kwanza akili yako wewe. Zamani mlikuwa mpaka mwende kwa mtu fulani mkasome hivi na vile, madarasa ya hivi na vile. Leo hii mnasoma kwa bando lenu, unakaa ndani kwako mwenyewe, unasikiliza ukiwa mwenyewe na unaelimika ukiwa mwenyewe. Ni tofauti sasa na zile shule mpaka mkapange madarasa pale na mabenchi, mara kalamu imepotea, mara huyu hapa kaniibia daftari langu. Hii sasa haifanani na shule hiyo. Kwa hiyo haya ndo maelezo ya kina kuhusu Lubumba Mweko. Ukisikia pengine Mwamilokoko, kwa nini sio mwenendo ima sio mwendaji hata wa mahospitali ima kwenda wapi na hivyo? Ni kwa sababu naendelea kufata utaratibu wa wazazi. Na wale wameambiwa wauchangie huo utaratibu wa wazazi. Ndio sababu ya kutoa tozo kwa lengo la kuuchangia utaratibu huo uimarike kwa niaba ya wale wanaoendelea kuzaliwa waukute. Ndio sababu unaambiwa changia kitu fulani kwa ajili ya mambo ya wazazi wetu. Kwa hiyo Lubumba Mweko ndio tiba halisi. Lubumba Mweko ndio tiba halisi kwa aliyemwamini Mungu kwenye taratibu ya jadi.
yenye muhimili mmoja wa maelezo. Muhimili mmoja wa maelezo ni upi? Ukisikia kuna uchamungu duniani, huwa kwanza kuna mtu mmoja amesimamia maelezo ya huo uchamungu. Ndo hivi unavyoniona, ima unavyonisikia kokote. Ukaona sipo, nimebaki kuwa kiroho, mwili huu huoni tena, utaona yuko mwingine ambaye amebaki kusimamia umoja wa utu huo kwa muendelezo. Huyo tu ndo anabaki kuwa na ridhaa ya kufanya lubumba mweko kwa maelekezo kwa ajili ya watu wote duniani. Kwa hiyo asije mtu mwingine akakwambia kwamba na yeye kafanya lubumba mweko, kakupa hapo. Lubumba mweko inatoka kwenye lenta ya kusimamia agenda ya kuishi kimungu, na agenda hiyo ni moja tu, kwa maana ni mtu mmoja. Ukifanya kwa niaba ya wasimamizi wengine wadogo wadogo, hiyo unakuwa umefanya ni dharura. Hiyo unakuwa umefanya ni dharura inayopitia ajenda ya lubumba mweko, lakini inakuwa sio lubumba mweko halisi. Yote hapa tupate maelezo mapana. Kwa ukisikia lubumba mweko, kama ni tozo zake, malipo yake, upasi kuyatoa kwa mtu mwingine yoyote kikanuni. Unapasa kutoa mahala ambako umeelekezwa utoe. Yote haya ni ya kujua kwa upamoja wa wachamungu. Kwa hiyo ukiona lubumba mweko huna uhitaji wa kuifanya, ina maana wewe sasa ubaki unahudumiwa na hizi huduma za kawaida. Huduma za kawaida zilibaki kuwepo nyingi kwenye dunia kwa sababu ya watu wasiokuwa na imani maksusi. Yuko mtu ni mcha Mungu leo, lakini haina sababu ya yeye kuwa mcha Mungu eti kwamba ndo atakuwa na imani kwa asilimia zote. Yuko mcha Mungu, anakuwa mcha Mungu, lakini bado ana matope yake kichwani, bado ana madhana mengi ya ujinga kichwani. Huyo uwaga amebaki kuwa kwenye hatua ya uchamungu, lakini vitu vya lenta kichamungu hawezi kuvipata pamoja. Yeye ni mcha Mungu. Kwa sababu gani? Anatazamwa, anaamini kwa kiwango gani? Unaona ilivyo hiyo. Roho zinatazama unaamini kwa kiwango gani. Najua naeleweka kwa mapana.
Kwa hiyo zenyewe zikisha kuona una imani mdodoso, zinakuwa zinakujua. Hata kama unapewa huduma, zinakuwa zinajua zikugredishe wapi, usende kujiharibia maisha, kwa sababu utafananisha mambo unayopewa kwa kukosa kwako imani. Utasema tu hivi vidawa nilivyopewa si kama vile vidawa nimepewa na mganga wangu juzi pale. Tayari hapo kwenye imani umeisha kufuru. Kulinganisha tu lubumba mweko na hicho utakachopewa na mtu wako huko Imanani kule, tayari wewe hapo umeshafanya kosa kubwa kupitiliza. Unaona imani inavyokueleza hapo. Na yuko ambaye akipewa anaikumbatia, ni kama vile ndo mtu amezaa mtoto wake wa kwanza, anavyomfurahia kwa kumpenda. Utaona kaihifadhi vizuri, kaiweka kwa niaba ya programu zake. Imefika wakati wa kazi zake, amefanya, amechukua maelekezo yake, kajihudumia. Huyo huwezi kumwonaga hospitali wala haya mambo mengine yote yanayohudumia watu. Huyo tu alojuaga kwamba huu ndo muda wa lubumba mweko na huu ndo muda wa mimi kujihudumia, uwe unaumwa usiwe unaumwa. Kwa maana lubumba mweko iliwekwa ni sevisi ya mwili. Kwa kila baada ya miezi mitatu lazima ufanye mtiririko huo wa siku 6 kwa wale ambao mmepata maelekezo ya namna tofauti. Yote haya ni kuelewa kwa pamoja na kwa mapana, ili tusibake kuulizana kwamba mbona mwami hakutupa maelezo ya lubumba mweko. Masomo haya ya lubumba mweko yanatoka na namba kamili za utoaji kuhusu hiyo lubumba mweko zinawekwa hapo. Kukitokea mabadiliko yoyote hiyo baadaye, ima mitandao imeleta shida fulani, laini zimefanya nini na nini, watu watatangaziwa. Ndio maana kuna umuhimu wa kuweko kwenye magrupu kwa lengo, jambo linaweza likawa liko sehemu, baadaye hilo jambo likabadilika, ima ile laini ikafungwa ikawekwa nyingine kutokana na matatizo ya mawasiliano. Sasa unawekwa kwenye grupu ili uulize, nilipata maelezo haya na haya, wachamungu hapa ikoje? Wachamungu watakwambia hiyo nakala ilikuwa ni ya zamani, lakini sasa ilibadilishwa, iko hivi na hivi. Watakupa maelezo ndani ya grupu. Na asiyekuwa kwenye grupu sasa anahitaji yeye mwenyewe sasa kutafuta mawasiliano ya kuuliza uongozi, ikoje hii kitu. Yote hii tupate maana halisi ya huduma zinazoambatana na ajenda ya kuamini kiroho. Kwa hiyo lubumba mweko ni moja ya huduma iko hivyo. Unaona umepewa furushi dogo sana, lakini unakuwa tu unapewa maelekezo. Changanya hilo furushi hilo, changanya na vitu fulani na vitu fulani, jihudumie kwa wakati fulani. Hicho ulichoambiwa wewe ujihudumie kwa wakati fulani, hayo ndo mageuzi ya matatizo ambayo huwa yanakupitia ndani ya mzunguko wa mwaka mzima. Sasa ukidharau ukaona tu ni kawaida,
na hata yaliyofanya haya mambo ya kusaidia watu kale yanakudharau na wewe. Ukiharibikiwa hapo, na yenyewe hayashughuliki. Kwa sababu gani? Wewe si mtiifu kwao. Yaani hawa wazazi kiroho walomtii Mungu, alafu wanakuona wewe mtoto umepewa maelekezo, alafu unaenda kinyume na hayo maelekezo kwa kukaidi, moja kwa moja wazazi hao waga wanaachana na wewe, hata kama unakaa kusali hapo asubuhi na jioni. Na zikitokea shida za kidunia za mambo mbalimbali ya kimwili na mengineyo, utateseka hata kama ni mcha Mungu. Kwa sababu gani? Yako mambo tulipewa kwenye kuishi ni majukumu, na hatupasi kumwambia Mungu. Sasa roho zinabakigi kusimamia majukumu ziliyoyaacha. Unaona shida hiyo? Roho zinabakiaga kuweka majukumu yao hapo. Sasa wewe ukisema sitaki haya majukumu, unataka Mungu akufanyie kila kitu, maana yake haujui maana ya kuishi. Sasa maana yake tuliumbwa ili tuishi, na ndani ya kuishi tukapewa maelekezo, alafu hayo maelekezo ndo tukabaki tunayasimamia pasina kushurutishwa tena na Mungu, baada ya sisi kuwa na akili na maelekezo fulani ya sisi kuyasimamia. Hapa ndo kiumbe kikabaki kinajiendesha chenyewe pasina Mungu, huku kikiwa kimepata maelekezo. Sasa yako maelekezo yalitoka duniani yakawa ni mabaya, ndiyo maana mkapewa maelezo mema ili mpambanue. Sasa ukiona tunabaki tunayaishi maelekezo, maana yake haya ni majukumu na sio Mungu aje atufanyie tena. Kwa hiyo unaweza ukabaki hapo umemwamini Mwenyezi Mungu kwa imani zako hizo za ujanja, na ukajikuta una matatizo chungu mzima yasioisha. Ukajiuliza, kwa nini mimi namwamini Mwenyezi Mungu, lakini kwa nini ninasongwa na matatizo makubwa? We hujiulizi kwa nini wengine wanakuambia tangu nimemwamini Mwenyezi Mungu ndo matatizo yangu yote yaliondokaga? Kwa nini we hujiulizi hivyo? Kwa nini hujiulizi? Maana yake wewe hauna imani thabiti na Mwenyezi Mungu. Wewe umeamini chembe kidogo tu, alafu huku unaendelea kufanya mambo yako mengine ambayo sio maelekezo ya huo ucha Mungu. Kwa hiyo kinachobaki kwako ni wewe kuathirika, kwa sababu hutaki kufata maelekezo ya kicha Mungu ambayo ni majukumu. Sasa wewe uyataki yote, unataka kila kitu ulie hapo upige goti umwombe Mungu afanye mambo hayo. Yako mambo ya kumwomba Mungu moja kwa moja, na yako mambo ni majukumu yaliachwa kimungu, tusipoyafanya hayawi. Ni kama wewe ukiwa na mke wako, msipolala naye hamwezi kupata watoto, mtakufa hapo, kwa sababu lile ni jukumu mlipewa mlifanye kwa namna yenu pasina Mungu. Mkishalifanya kwa kulihitaji, ndo ya Mungu yanakuja yanakamilisha na meruti ndani yenu, ili viumbe vipate kuendelea. Msipohitaji na mkawepo, mnakaa mnakufa bila kuzaa. Hii inakuonyesha kwamba hayo ni majukumu tulipewa. Kwa hiyo waalimu, maelekezo haya ya Lubumba Mweko yote, namba zake mmewekewa hapo za mawasiliano na hatua zake, kwa maana umechukua huduma hiyo, uwe unajua kwamba huduma hii ni ya kiimani.
sio huduma kama umekuja hapo unaona ile mwami amemwambia huduma ile msaidieni ule mama kitu fulani iko hivi na hivi. Huduma hii inaweza ikakusaidia kitu cha aina yoyote ile, lakini inatazamwa wewe una imani kiasi gani kwa Mungu. Ukiwa na imani kidogo itakusaidia na yenyewe mambo machache kutokana na kadiri ya wewe ulivyo. Na wako inaowasaidia sana kuanzia kazi zao ofisini, kufanya baadhi ya mambo yao, wenye shida za watoto, wenye mambo mbalimbali, vikwamo. Kwa kuwa tu wanafuata ratiba ya Lumumba Mweko inawafungua hiyo hiyo, kwa sababu ni tiba ya ridhaa ya wazazi. Afu ikawe tiba ndogo, na ndio maana utaiona inatoka sehemu moja kwenye lenta, alafu wanagawiwa watu wote walohitaji. Maelekezo tu kokote uliko, ndo unaambiwa chukua hiki na hiki, changanya na hiyo ajenda hapo. Ni ndogo sana, lakini ndo inakwenda na ile izmu ya wazazi, kwa maana ile ridhaa ya wazazi walohudumiaga watu miaka yote kicha Mungu, ile ridhaa yao haigawanyikagi eti kila mtu atajitengenezeaga ridhaa zake. Hizo ni za waganga huko mnakoenda, lakini ya Lumumba Mweko huwa ni mmoja, na anayejihudumia kwa kina na ufasaha huwaga anakuja kutuletea habari hapa kwamba matatizo yake yameondoka. Huyo ni mwenye imani. Sasa huyo ni mwenye imani thabiti na hayumbishwi kwenye uchamungu. Hivyo mimi niwashukuru ndugu wote ambao tumepita kwenye somo la Lumumba Mweko. Uchanganuzi wake mpana kabisa wa jambo hili huwa limekaa liko hivyo, na huo ndo ukweli wake wa mwanzo na mwisho. Asanteni.